juzi nikiwa Shinyanga, nikiwa Mbeya, nilisema hivi, mnisikilize. Bwana Patrobas Katambi alitoa agizo kwamba ametoa shilingi milioni 100, eti ana milioni 100 kwa watu ambao watakuwa na taarifa za watu wahalifu, wampelekee yeye, atawapa pesa. Sasa mimi nikajaribu kufikiria labda ni watu wako sane, uwarekebishe wajirudi. Nikamwambia hivi, Bwana Patrobas Katambi, sheria ya nchi hii imeweka vyombo vya kiuchunguzi ambavyo vimesomea. Hawa polisi wako trained, lakini wanaenda chuoni, wanafundishwa uhalifu ni nini, mtu akitaka kufanya uhalifu ni vipi, na namna ya kumchukulia hatua. Msione hawafati sheria, wanakiuka tu sheria, lakini wako trained au wako supposed to be trained. Kama hawako trained, wanatakiwa wawe trained namna ya kufuata sheria, namna ya kufuata utaratibu. Vile vile tuna chombo kinaitwa idara ya ulinzi, idara ya usalama wa taifa, the Tanzania Intelligence Services, ambacho ni chombo cha Watanzania ambacho kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria kufanya uchunguzi wa matukio kama hayo na kubaini viashiria vya uhalifu na washirikiane na vyombo vingine kucapture. Sasa nikamwambia, Bwana Patrobas, kwanza unapotaka raia wafanye hiyo kazi ambao hawako trained, unathibitisha kwamba kuna uwezo wa kutisha ndani ya jeshi la polisi. Moja, kwa hiyo limeshindwa kazi yake ya kufanya uchunguzi. Mbili, unathibitisha kwamba kuna uwezo wa kutosha kwenye idara ya ulinzi na usalama wa nchi hii, idara ya usalama wa taifa. Kwa hiyo unathibitisha mbele ya umma. Kwa hiyo please, acha ya maneno ya kijinga. Jana akanijibu, akasema, na nitasema machache, kwamba mimi sina kazi ya kufanya kwa hiyo nina uchu wa madaraka, natumia fujo kutaka madaraka nchi hii, sui vyombo vitanishughulikia, sui nini. Akaongea vitu vingi sana. Sasa Patrobas Katambi mimi namfahamu, na amesema tena ananijua Patrobas ni mdogo wangu mbali. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa vijana, yeye hajafikiria hata siasa wa chama hiki. Mimi ndio niliyetoka, yeye akafuata kwangu. Nimekuwa diwani wakati ya Tarime mjini kwenye by election, wakati huo hajawahi kufikiria kugombea. Nimekuwa mbunge, kama kuna mtu amemuinspire Patrobas ni mimi. Nikiwa mbunge alikuwa ananiiga mimi, nina message hata kwenye simu kwamba kaka yangu. Nimekuwa mbunge, yeye hajawahi kuwa mbunge. Ubunge alionao, moja wa kwanza ule alipewa na Magufuli, alikuwa wa mwisho kwenye kura za maoni za CCM. Magufuli akamteua, akampa ubunge, hakuchaguliwa na wananchi. Mimi nimechaguliwa as an opposition MP, mbunge wa upinzani. Na mimi sikuwa mbunge fara, uongo kweli? Nilikuwa mashine, napiga winga ya kulia. Uongo kweli? Mashine kweli. Nikisimama speaker lazima aweke chini kalamu asikilize mashine nataka kusema nini. Kwa Patrobas anasema mimi na uchu wa madaraka. Kwanza ni matusi. Mimi nashukuru kwamba kwanza wanatusikiliza. Ni matusi CCM kuwa wanasema sisi tuna uchu wa madaraka. Hii nchi ni ya kidemokrasia, sio ya mama zao, ni ya kwetu sote. Kila mtu miongoni mwenu ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kama unahitaji, katiba inakuruhusu. Kwa hiyo wao ndio hawana uchu, sio? Sisi tukitaka madaraka nchi hii tubadilishe, tuwaambie sera mtuunge mkono, huo ni uchu. Kuna nani nimechukua viboko kumchapa kumleta hapa? Bwana OCD, kuna mtu ameletwa kwa viboko hapa? Fujo anayofanya ni ipi? Mimi nimetangaza mkutano, wamekuja wenyewe. Uongo kweli? Sasa hiyo fujo ambayo bosi wenu anasema nafanya ni ipi? Kusema ukweli ndio fujo. Sasa kama kusema ukweli ni fujo, nitasema pasukeni, fanyeni mnachotaka.
Huyu anayesema mimi na uchu wa madaraka, Patrobas, anasema mimi na uchu wa madaraka. Yeye alikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema, akajiuzuru, akaenda CCM kutafuta madaraka. Alafu yeye anasema mimi na uchu, eti yeye hana. Hilo la kwanza. La pili, anayesema hana uchu wa madaraka, tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka jana kulikuwa na mkutano mkuu wa CCM pale Dodoma. Mkutano mkuu wa CCM ulikuwa na agenda 4. Agenda ngapi? Moja, kumchagua makamu mwenyekiti ambaye ni Wasira. Yule mzee ukimweka hata kwenye speaker humo ndani na kelele zote hizo anasinzia humo kwenye speaker. Eti ndio wanataka wanishindanishe naye. Anaweza kweli? Kwa mkutano mkuu wa CCM moja ulikuwa ni kumchagua makamu mwenyekiti. Ni kumteua, kwa sababu hawana uchaguzi. Uchaguzi unafanyika Chadema tu, kama ule uliofanyika nchi nzima ikasubiri kumwona Lissu na Heche wanashinda. Agenda ya kwanza. Agenda ya pili, kupitisha taarifa ya utendaji wa CCM iliyowasilishwa na katibu mkuu Nchimbi wakati ule. Agenda ya pili. Agenda ya tatu, taarifa ya utendaji wa Zanzibar iliyowasilishwa na mtu anaitwa Hemeidi Suleiman. Agenda ya 4, taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka kuanzia 2020 mpaka 2025 iliyosomwa na mtu anaitwa Kassim Majaliwa Kassim wakati ule akiwa waziri mkuu. Sasa kwenda mle ndani wakabaka katiba yao wenyewe inayosema kutakuwa na mkutano mkuu wa uchaguzi wa kuteua wagombea. Huo mkutano mkuu utatangazwa, watu wataruhusiwa kuchukua fomu, wajaze fomu, warudishe, alafu wachujwe majina, alafu watangazwe, wapigiwe kura. Wakaenda mle ndani, wakapanga watu, mtu akasimama, mimi naona tumalize swala la kumteua rais hapa. Amepangwa kule. Wakasema, hiyo agenda kinyume cha katiba yao, kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo wakanyima watu wengine fursa ya kugombea na Samia. Kwa hiyo mtu akasimama, nampendekeza Samia. Sasa utaratibu wa kiuchaguzi duniani kote, duniani pate, huwezi kukalia kiti wakati unachaguliwa wewe. Yani hata mahakama inasema you cannot be judge of your own cause. Huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe, utajipendelea. Uongo kweli? Kwa hiyo ikapitishwa kwamba tutumie huu mkutano huu kumpitisha mgombea urais. Mwingine akasimama akasema, sasa tunapendekeza upishe kwenye kiti. Akasema hamna, hapa fanyeni mnachofanya nikiwa hapa. Kwa hiyo Samia akakaa kwenye kiti, eti wakamteua kuwa mgombea urais. Mwezi wa kwanza, uchaguzi uko mwezi wa 10. Mtoto Patrobas. Lakini wakasema wakaufyata, akajipitisha mwenyewe kwenye kikao kilichokalia uongozi wake. Halafu anasema sisi tuna uchu wa madaraka, sisi tunadai kuchaguliwa kushinda kwa uhalali. Ndio maana tunasema meza inayolingana. Meza, huwezi kuchezesha mechi ya Simba na Yanga alafu refa awe Ahmed Ali. Yanga watakubali? Yanga watakubali? Si hata mtu atafanyiwa faulu katikati ya uwanja, yeye atatenga penalty kule Simba ashinde. Uongo kweli? Haiwezekani. Awe eti mechi ya Simba na Yanga Haji Manara ndio awe refa. Inawezekana hiyo? Watu wa Simba mtakubali? Sasa sisi tunakataa. Bwana OCD, mezi lingane. Lissu asimame hapa na huyu mama msimamishe hapa. Saa 12 atakuwa Kizimkazi anapumzika kule mapema sana. Alafu anasema sisi tuna uchu wa madaraka. Kwa bwana Patrobas, usinitishe mimba. Wewe fanya unachofikiri una uwezo nacho. Sisi wengine tangu siku tulipozaliwa ndio siku tulichoacha uoga. Ukweli utasemwa kama vile ulivyo. Na mimi sina nia njema mbaya na mtu, sina chuki na Samia,
as a person sina ugomvi naye, hatujai kunyang'anyana kitu. Nachopinga ni namna wanavyoendesha nchi yetu. Hii nchi ni ya kwetu sote. Mtoto wako anastahili kulala na porara Abduli, kwa sababu hii nchi sio ya nani. Ameandikiwa barua ya kualikwa hapa? Kuna mtu ameitwa hapa kwa barua kwamba acha kelele, tumekualika, wewe ni mwaliko hapa? Sisi wote tumezaliwa humu, we have rights za kuishi vizuri kama wao wanavyoishi. Kwa hiyo bwana Patrobas, na kushauri usinitishe mimi. Tisha mke wako na watoto wako nyumbani. Huyu kangemkamata Lissu na kumweka ndani ili apite bila kupingwa. Hata Mpina mwenyewe, Mpina na chama chao kidogo kile ambacho akamuogopa. Halafu huyu anasema hana uchu wa madaraka. Amekamata Lissu akaweka ndani. Mpina akajitokeza, Raya akamtoa. Eti hivyo vijama akawapa na mafuta, akawapa na magari, eti hao ndio wanashindana naye. Hivi wa Tanzania ni wajinga kiasi hicho kweli? Mnaamini wa Tanzania ni wajinga? Kwa hiyo hilo la kwanza tumelimaliza. La pili, la tatu, sasa tuingie kwenye agenda zetu. Hiyo nilikuwa nasema by the way, sema by the way.